Jeshi la Israeli limewaua takribani wa Palestina 125 wakiwemo watoto waliokuwa wamelala kwenye mahema wakati lilipoanzisha mashambulizi ya anga katika ukanda wa Gaza mapema leo Jumapili ya Mei 18, 2025. Vyanzo vya matibabu vimeliambia shirika la habari la Al Jazeera kwamba takribani watu 36 wameuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa baada ya ndege za kivita za Israel kulipua kambi ya mahema iliyokuwa inawahifadhi wa Palestina waliokimbia makazi yao katika eneo la Al-Mawas la Khan Yunis kusini mwa Gaza. Video za kutisha zilizothibitishwa kutokea katika eneo la tukio zimeonyesha miili mingi, ikiwa ni pamoja na baadhi ya waliofariki kwa kuteketezwa na moto, huku waliojeruhiwa wakipelekwa katika hospitali ya karibu ya Nasser Medical Complex. Vyanzo vya matibabu vimeliambia Al Jazeera idhaa ya Kiarabu kuwa takribani watu 125 wameuawa Jumapili asubuhi, wakiwemo 42 katika maeneo ya kaskazini ya Gaza yaliyoshambuliwa kwa mabomu, na kwamba wanahabari watatu pia walikuwa miongoni mwa waathiriwa. Idadi ya vifo imekuwa ikiongezeka kwa kasi katika siku 4 zilizopita, huku mamia wakiuawa kwa umati, huku jeshi la Israeli likijiandaa kuzidisha uvamizi wake wa ardhini katika ardhi ya Palestina licha ya ukosoaji mkubwa wa kimataifa. Hamas katika taarifa yake mapema leo Jumapili imesema kwamba mashambulizi dhidi ya Wapalestina waliokimbia makazi yao huko Khan Yunis yameashiria uhalifu wa kikatili ambao ulikuwa ukikiuka wazi sheria na kanuni za kimataifa. Kundi hilo la Hamas la Palestina limesema kuwa kwa kuipa serikali ya uvamizi uhakika wa kisiasa na kijeshi, utawala wa Marekani unabeba jukumu la moja kwa moja kwa ongezeko hilo la kinyama la kuwalenga raia wasio na hatia katika ukanda wa Gaza, wakiwemo watoto, wanawake na wazee. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani operesheni ya Israeli inayopanuka huko Gaza, akisema kuwa ameshitushwa na mipango iliyoripotiwa na Israel ya kupanua shughuli za ardhini zaidi. Siku ya Jumamosi, Israeli na Hamas walithibitisha kuwa mazungumzo zaidi ya upatanishi yalikuwa yakiendelea nchini Qatar. Israeli imesisitiza kuwa mazungumzo hayo yanafanyika bila ya masharti yoyote, ikiwemo kuingia kwa misaada ya kibinadamu huko Gaza ambayo imezuiwa kabisa tangu tarehe 2 ya mwezi Machi licha ya Palestina kukabiliwa na njaa. Waziri wa usalama wa kitaifa wa mrengo mkali wa kulia wa Israel, Itamar Ben-Gvir, mapema leo Jumapili ametoa wito kwa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuiondoa timu ya mazungumzo kutoka kwa mazungumzo ya amani huko Doha na kuacha kabisa kutia saini makubaliano yoyote na kundi la Hamas. Jeshi la Israeli pia limekuwa na utaratibu wa kulenga hospitali katika eneo lote na kuzifanya zishindwe kabisa kutoa huduma kwa waathiriwa, ambapo kwa wiki iliyopita imesambaratisha kabisa hospitali 2. Wizara ya afya ya Gaza inayoendeshwa na Hamas imetangaza katika taarifa yake ya leo Jumapili kuwa jeshi la Israel limezingira hospitali ya Indonesia kaskazini mwa Gaza tangu alfajiri. Taarifa hiyo imeeleza kwamba mzingiro wa kijeshi wa Israel kwenye hospitali hiyo umesababisha hali ya hofu na machafuko kuenea baina ya wagonjwa, waliojeruhiwa na wafanyakazi wa matibabu kama matokeo ya mashambulio hayo na kuzuia kabisa huduma za kimatibabu. Imeandaliwa na kusanifiwa na mimi Dennis John Kumwenda wa Uhai Online TV. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.